na kunisababisha niweze kupata nafuu kwa haraka, kwa sababu moyo ndio unasababisha mtu aweze kupona. Moyo ukitengenea basi kila kitu kinatengenea. Sasa nyinyi mmeletea jambo ambalo linatengeneza moyo. Mwenyezi Mungu alipe kheri. Kwa kweli kazi mnayoifanya ni nzito na ni kubwa. Niwape moyo tu kwamba msiache kuendelea na kazi yenu. Endeleeni na kazi yenu kwa juhudi zote na kwa bidii zote na kwa weledi mlionao na elimu mlionayo, na mtoe juhudi zenu kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba habari zinafika kwa walengwa. Na mimi ninatoa wito kwa viongozi wote wa dini, viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA na viongozi wa taasisi nyingine, kutumia media kutoka ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, kata, kijiji na hata kwenye misikiti mbalimbali, waweze kutumia media kwa ajili ya kufikisha masuala mbalimbali yanayohusiana na Uislamu. Kuna mafunzo ya maadili ambayo yanafanywa na yanatekelezwa na masheikh huko chini, lakini hayafiki kwa sababu ya kukosa media. Na kuna masuala ya maendeleo mikoani. Mimi nilikuwa nikifurahi sana kwamba sasa nyinyi mfanyie utaratibu wa kuweza kufika mikoani ili muweze kuona kule maendeleo. Katika mikoa mbalimbali kuna maendeleo, kuna majengo yanafanywa, yanatengenezwa kule, kama majengo ya zahanati, majengo ya mashule. Kuna mashamba watu wamelima kule, mashamba ya mikorosho, kuna mashamba ya miembe, kuna mashamba mbalimbali, kuonesha kwamba Waislamu sasa tumeshaondoka katika hali hii, tunakwenda katika hali nyingine. Lakini kuna mambo mengi ambayo mnaweza kwenda kuyagundua kutokana na kazi yenu na yakaleta chachu katika maendeleo ya Uislamu katika nchi, bali na kwa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Waislamu ni sehemu ya Watanzania. Kwa hiyo yakipatikana maendeleo kwa Waislamu, maana yake yapatikana maendeleo kwa Watanzania na kwa taifa lote kwa ujumla. Kwa mimi nawapongeza sana, nawashukuru, endeleeni na kazi kama hiyo, na mimi nawaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hapa insha Allah Taala katika siku zijazo, ili tuweze kujenga kitu kimoja. Lakini mwisho naamini kwamba sisi habari zetu kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania nisingeweza kufahamika lau kama si nyinyi kusimama na kuzieleza. Na kuna kitu kinaitwa ukweli na kuna kitu kinaitwa batili. Katika maneno mara nyingi kuna maneno ya kweli na maneno ya uongo. Lakini waandishi wa habari ndio mnaweza kufanya mchanganuo na uchambuzi, ukweli ukajulikana na batili ikajulikana. Na pia sauti zenu zinaweza kutusaidia. Kwa mfano, sisi tuna msikiti ule umejengwa, umeitwa jina la Muhammad VI, jina la yule mfalme wa Morocco, lakini ni msikiti mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ngazi ya taifa. Ni msikiti mkubwa sana. Nyinyi kama waandishi wa habari mnaujua. Kwa hiyo maneno yenu ya kusemea msikiti ule kila mara, jamani msikiti lini unafunguliwa, inakuwaje na nini na nini, mfalme angalie msikiti aje afungue, kwa sababu anataka kufungua mwenyewe. Yeye yule mfalme anataka afungue mwenyewe. Lao ingekuwa si yeye, ingekuwa tayari maana ushakamilika kwa 100% mwaka sasa. Lakini ule usemaji wenu wa namna hiyo utaweza kumfanya na yeye aone kwamba Waislamu wamekuwa na kiu kubwa sana ya kuona msikiti wao lazima ufunguliwe. Na mimi naamini kwamba sauti zenu zinafika mbali, kwa sababu kila tukifanya jambo baada ya dakika chache unalikuta ile jambo limeenea sehemu zote. Na kuombeni muendelee na shughuli zenu kwa juhudi na muweze kupaza sauti zenu kuhakikisha kwamba mambo yenye kheri na maendeleo yanafika kwa walengwa. Lakini nawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki katika shughuli zenu, awabariki katika kazi zenu, awabariki katika amali zenu, awapambe katika kazi zenu asubuhi na jioni, muweze kuwa na mafanikio makubwa, na awalinde na kila baya na kila shari, na awaruzuku riziki iliyokuwa panda isiyokuwa na taabu katika kuitafuta, na awape jahi, awape haiba, awape tisho, awape kupendeza mbele za watu. Mambo yenu yawe na mafanikio kwa maslahi ya Uislamu, kwa maslahi ya Watanzania, kwa maslahi ya taifa hili la Tanzania. Na Mwenyezi Mungu awafikishe katika kila ambalo ndani yake kuna kheri na baraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.